Na hapa nitataja masharti ambayo yakikamilika kwa Muislamu itakuwa ni wajibu juu yake yeye kufunga mwezi wa Ramadhani. Sharti la kwanza, an yakuna musliman, awe ni Muislamu. Ndio hapa akasema ala kulli muslimin. Kwa sharti la kwanza an yakuna musliman fa kharaja al-kafir. Kwa hapa ametoka kafiri. Kafiri haambiwi kuwa funga, kwa sababu hata akifunga ile somo ya Ramadhani haikubaliwi kwake yeye, kwa sababu hana imani, si Muislamu. فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح، وإذا أسلم لم يؤمر بقضائه. kwa hiyo kafiri haamrishi kufunga, sababu hata akifunga pia haisihi kwake ile somo. Na anaposlimu haamrishi kufunga zile siku alizoziwacha katika ile miaka ambayo alikuwa si Muislamu, bali ataanza ukurasa mpya. والدليل على ذلك قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. kwa kile kilichozuia kukubaliwa zile sadaka wanazozitoa kufar ni kwa sababu wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. wanawavyoni wasema فإذا كانت النفقات ونفعها متعد، ikiwa hili jambo la kutoa sadaka ambalo manufaa yake yaenea kwa watu wengi, la tuqbalu minhum likufrihim, amali hii haikubaliwi kwa wao kwa sababu ya ukafiri waliokuwa nao, falibadatu alkhassatu min babi aula, basi zile ibada ambazo zamhusu yeye ni aula zaidi kukataliwa. Kwa mfano mtu katika kufar akawa yuwasaidia mayatima, awasaidia maskini, haya yote anayoyafanya katika khairi Allah yuamlipa hapa hapa duniani, lakini kesho akhira hana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kilichozuia yeye kutokubaliwa amali yake nini? Ni kumkufuru Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Na tumesema kuwa halipi anaposlimu zile somo alizoziwacha huko nyuma, sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema qul lilladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf, waambie wale waliokufuru ikiwa mtakomeka na kufuru yenu mkarudi katika Uislamu au mkaufuata Uislamu, yughfar lahum ma qad salaf, yale yote yaliyokuwa kule nyuma Allah subhanahu wa ta'ala atawasamehe. Kwa hivyo sharti la kwanza la som ni wajib yule mwenye kufunga awe ni Muislamu, an yakuna musliman. Sharti la pili ametaja hapa ala kulli muslimin balighin aqil, ay an yakuna mukallafan, والمكلف هو البالغ العاقل, awe ni mtu ambaye tayari amefika umri wa kukalifishwa ibada, wa kulazimishwa kufanya ibada. Na mukallaf ni kila mwenye akili timamu aliyebalighi, liannahu la taklifa ma'a as-sighar, kwa sababu hakuna taklif kwa mtoto mdogo ambaye hajafika umri wa kubalighi. Kadhalika wala taklifa ma'a al-junun, mtu akiwa hana akili timamu pia si mukallaf, haambiwi wala haamrishwi kufanya ibada sababu akili yake si timamu. wanavyuoni wasema yahsulu albulugh biwahid min umurin thalatha, na hupatikana kubalighi kwa moja katika mambo matatu. Likipatikana moja katika haya matatu ataambiwa kuwa huyu mtu amebalighi. Nitayaorodhesha haya, nikimaliza nitauliza wale wenye kusinzia mmoja mmoja, atataja jambo la kwanza, wewe la pili, wewe la tatu. Wale wenye kusinzia tuamke. Jambo la kwanza, imma an yutimma al-insanu 15 sana, akitimiza mtu miaka 15
akifika umri wa miaka 15 wanaoviona sema tayari huyu ni mukallaf ashabalighi akifika umri wa miaka 15 an yutimma al-insanu 15 sana. alama ya pili an yumbita al-aana وهو الشعر الخشن الذي يكون عند القبل awe ataota zile nywele zinazokuwa katika sehemu ya mbele. Na hapa hii ni alama pia katika alama za kubaleghe wanaohitaji wanaovioni. alama ya tatu an yunzila almani biladhatin سواء كان ذلك باحتلام أو بيقظة atokwe na manii kwa ladha iwe sawa kwenye ndoto au akiwa macho. Hizi alama tatu zikipatikana au ikipatikana moja katika hizi tatu ataambiwa kijana kuwa huyu tayari ashabalighi. Kuna alama ya nne ambayo yamhusu mtoto wa kike. watazidu almar'atu amran rabi'an, kwa mtoto wa kike kuna jambo la nne la ziada, wa huwa alhayd, kupatwa na ada ya mwezi. fa idha hadat almar'atu balaghat, mwanamke akipata ada yake ya mwezi huyu tayari ashabalighi, hata ikiwa ni katika miaka 9 ama 10. mtoto wa kike akipatwa na ada ya mwezi hata akiwa ni mdogo kiumri, ana miaka 9 amepatwa na ada ya mwezi, ana miaka 10, 11, kabla hajafika miaka 15, yule mtoto wa kike aisabika tayari ashabalighi. Na hapa ndio utapata jambo ambalo wengi katika wazazi twazembea. Yawezekana kwa yule mtoto wa kike amebalighi akiwa mdogo, akawa amonia huruma katika yale mambo ambayo ni faradhi juu yake kuyafanya, asijue kuwa kuanzia pale yule mtoto wa kike ameanza kuhesabiwa na kukalifishwa kisheria kuwa ni wajibu juu yake kutekeleza zile ibada alizowajibishwa kuzitekeleza. Kwa hiyo kwa mfano akapatwa na ada ya mwezi akiwa na miaka 10, ni wajibu juu yake yule mtoto wa kike kufunga mwezi wa Ramadhani. Si kuwa wamzoesha, ishakuwa khalas ni mukallafa. Ataulizwa kwa yale masiku aliyoyawacha ya mchana wa Ramadhani bila ya udhuru wa kisheria. Kwa tumeyataja haya mangapi? Matatu wapi bwana? Manne. La kwanza an yakuna musliman, ahsant. sharti la pili an yakuna balighan mukallafan, jazakallahu khairan. ama sharti mawili. الشرط الثالث أن يكون قادرا, sharti la tatu ni kuwa awe ana uwezo wa kufunga. أي القادر على الصوم يستطيع أن يصوم بلا مشقة, بمعنى يوaweza kufunga bila ya kupata mashaka na matatizo na dhiki. فإن كان غير قادر فلا صوم عليه, ikiwa hawezi kufunga basi huyu halazimishwi kisheria kufunga. Lakini hapa yatakatufahamu vizuri sana, yanqasimu العجز ينقسم إلى قسمين. kule mtu kutoweza kufunga kumegawanyika katika vigawanyo vingapi? Viwili. القسم الأول, kigawanyo cha kwanza, أن يكون عجزه عن الصوم مستمرا دائما, iwe kule kutoweza kwake kufunga ni jambo lenye kuendelea. Kalkabiri, kwa mfano mzee sana hawezi kufunga, hutarajii kuwa iko siku yule mzee atarudi kuwa kijana afunge. Kila miaka ikienda ndio iwazidi kuwa dhaifu, kwa ni kitu ambacho hakirudi nyuma, kitaendelea. Walmarid maradan la yurja bur'uhu, na yule mwenye maradhi ambao maradhi yale hayatarajiwi kupona. Kuna baadhi ya maradhi ambayo mshika mtu hayatarajiwi kupona. Washafi Allah subhanahu wa ta'ala, yawezekana akapona, tuseme kuwa haiwezekani,
lakini mara nyingi wajua maradhi haya ni yenye kuendelea katika maisha yake. Fahadha yut'imu an kulli yawmin miskinan, mtu aliye na sifa hii ya kuwa uwezo wake haupati, maisha yake yuko katika hali kama hii, basi huyu sheria yamwamrisha alishe katika kila siku moja anaokula ya mwezi wa Ramadhani maskini mmoja, yatosheleza, na haamrishi kufunga. القسم الثاني, kigawanyo cha pili cha ajz, العجز الذي يرجى زواله, ni mtu kuwa kweli hana uwezo wa kufunga, lakini atarajiwa kuwa kile kizuizi kinachomzuia yeye kufunga kitamuondokea. Bimaana itafikia wakati kile kizuizi kitaondoka, ataendelea kuwa na afya yake na kurudi sawa sawa. وهو العجز الطارئ كمرض حدث على الإنسان في أيام الصوم. tuchukulie mfano wa maradhi ya malaria, afana Allah wa iyyakum. Afunga wiki ya kwanza ya Ramadhan akapatwa na malaria, yale maradhi yakamzidi, ikawa lazima ale dawa katika mchana wa Ramadhani na hana nguvu ya kufunga. Haya maradhi tutarajia kuwa baada ya muda atafanya nini? Yatamuondokea. Kwa huyu sheria imempa ruhusa ya kula katika yale masiku ambao ni mgonjwa. Kwa ikiwa amepatwa na maradhi katikati, wakana yashuku alayhi an yasum, fahadha yuftiru wa yaqdi yawman makanahu, huyu amepewa ruhusa ya kula mchana wa Ramadhani kisha atalipa baada ya Ramadhani kila siku moja aliyoacha. Kwa hivyo hili sharti ni muhimu sana lieleweke, an yakuna qadiran, awe ana uwezo wa kufunga. Ikiwa hawezi kufunga kwa sababu ya maradhi, tumetaja kuwa maradhi yako namna ngapi? Mbili. Kuna yale maradhi ambayo yaendelea hayatarajiwi kupona, hapa sheria imemruhusu alishe maskini mmoja kila siku. Na kuna yale maradhi ambayo huja yakaondoka, haya itakuwa ameruhusiwa kula kisha atalipa katika kila siku aliyokula katika mchana wa Ramadhani. hili ni sharti la tatu. الشرط الرابع أن يكون مقيما. شرط لأنه أو مقيم، نمقيم ضد المسافر، بمعنى أو سم سفيري yuko kule kule anakoishi. Kwa hiyo ikiwa mtu amesafiri, alladhi faraqa watanahu la yajibu alayhi as-sawm, yule ambaye amesafiri, ametoka kwao akasafiri akaenda sehemu nyingine, huyu si wajibu kwake yeye kufunga. Wa alayhi al-qada, lakini juu yake alipe katika kila siku moja atakayokula katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Qala ta'ala: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر. وإجماع يونوفيوني ومسافيري يجوز kwake kula mchana wa Ramadhani, hata ile safari ikiwa ni sahali namna gani. Tuelewane hapa, sababu kuna watu hutia akili katika sheria, akili yake aiweka katika sheria ya Allah. Asema kwa mfano, mimi nimesafiri kutoka Kenya kwenda nchi nyingine. Ametoka Kenya kwa mfano akaenda Tanzania kwa ndege, kutoka Mombasa akaruka kwa ndege mpaka Zanzibar, dakika 45 ameingia Zanzibar kwa ndege. Lau kama angetumia basi kwa mfano, ingembidi atoke hapa afike kule Dar es Salaam, apande boti aende zake Zanzibar, safari ndefu. Lakini kwa ndege dakika 45, kisha useme dakika 45 tu, haifai kula hii. Hiyo mfikra yako wewe. Sheria imempa ruhusa ya kula. Sasa ikiwa yeye akasema kwa sababu safari yangu ni sahali, mimi nitafunga, sawa, waweza kufunga, na hizo ahwali tutazieleza, lakini huna ruhusa wewe ya kumkataza. Tuseme mwenyewe amesema mimi kwa sababu ni msafiri nitachukua hii ruhusa Allah alionipa, ni sadaqa,
Allah subhanahu tasaddaqa bihi, nimeichukua hii sadaqa, hii ruhusa Allah amenipa, nitakula mchana huu maadamu ni msafiri, aitwa msafiri, sheria imemruhusu kula mchana wa Ramadhani. Na yule aliyetoa ruhusa Allah subhanahu wa ta'ala ya kula katika mchana wa Ramadhani alikuwa yuwajua kuwa kutakuja ndege, kutakuja magari, kutakuja treni, kutakuja kila kitu kitakachokuja subhanahu wa ta'ala. Na sheria ya Uislamu yabakia ila qiyami saa, haibadiliki, sheria ni ile ile. Kwa hiyo usimwambie yule anayesafiri kwa njia ambazo hachoki kuwa wewe hufai kula mchana wa Ramadhani, itakuwa umemkataza jambo ambalo sheria imemruhusu. Kwa muache kwa khiari yake, akitaka kufunga atafunga, tutaeleza ni ipi bora, na akitaka kula ule mchana wa Ramadhani sheria imemruhusu maadamu ni msafiri. Nafikiri hapa takuwa mmeeleweka. طيب, sasa kuna masala hapa, هل الافضل للمسافر ان يصوم او ان يفطر؟ ni kipi bora zaidi kwa msafiri, afunge au ale mchana wa Ramadhani? Kipi katika hivi viwili ni bora? Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika kulieleza ile suala katika fatawa yake asema, amma al-afdaliyatu fa'ala at-tafsil at-tali, au katika sharh al-mumti' asema ule ubora katika hivi vitu viwili ni kwa tafsil inaofuata. Na hapa naomba mnisikilize makini sana. Kuna wakati ule msafiri ni bora kwake yeye kufunga, si wajibu, ni bora kwake yeye kufunga. Ikiwa ataamua kula, sheria haikumkataza, lakini kuna ule ubora kwake yeye. Alhalu alula, hali ya kwanza, idha kana sawmu wal fitru sawaan, ikiwa kwa mfano kufunga kwake na kula kwake mchana wa Ramadhani ni sawa, bimaana anna sawma la yuathiru alayhi, bimaana hata akifunga haathiriki wala hapati uzito katika saumu yake. Asafiri kwa kutumia ndege kutoka sehemu moja mpaka nyingine, nusu saa atakuwa shafika kule, kwa hapati tabu yeye kufunga. ففي هذه الحالة يكون الصوم أفضل للأدلة التالية. asema katika hali kama hii itakuwa kufunga kwake ni bora, pamoja na kwa sheria imemruhusu kula, lakini bora kwake afunge kwa dalili zifuatazo. Akataja عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع على رأسه من شدة الحر، لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. sema siku moja tulisafiri pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ilikuwa ni siku ya joto kali, jua kali, mpaka mmoja wetu alikuwa akiweka mkono wake juu ya kichwa kuzuia ule umoto wa jua namna linavyopiga. wama fina saimun, na hakukuwepo hata mmoja katika sisi amefunga, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawaha, isipokuwa watu wawili peke yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abdullah ibn Rawaha. Bila shaka kwenye safari hii wana ruhusa ya kula mchana wa Ramadhani, na haiwezekani kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amechagua kufunga isipokuwa amechagua kile ambacho ni bora kwake yeye, akafunga katika mchana ule wa Ramadhani wakiwa katika safari. Wengine wapata tabu katika kufunga, wamekula. Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abdullah ibn Rawaha wakawa wamefunga katika siku kama ile. Kwa hii ni dalili ya kuonyesha kuwa yajuzu kwa mtu kufunga hata katika safari ikiwa ile somo haimuathiri. Kisha akataja Sheikh Ibn Uthaymeen faida 4 katika mtu kufunga akiwa katika safari ambayo haimuathiri katika somo yake. Faida ya kwanza, al-iqtida'u bin nabii sallallahu alaihi wasallam, kuwa anayefunga katika mchana wa Ramadhani ambao ni msafiri, safari ambayo haimuathiri,
atakuwa amemwiga mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi tuliyosoma sasa hivi. ثانيا سهولة الصوم على الإنسان لأن الإنسان إذا صام مع الناس كان أسهل عليه. usahali wa kufunga kwa mtu kwa sababu akifunga pamoja na wenzake wakati mmoja huwa ni sahali kwake yeye kuliko lau kama ataongojea Ramadhani ishe. Kwa mfano yeye amefunga, mkewe yuwala, watoto wala, kidogo kuna uzito fulani kuwa peke yangu mimi nafunga bwana, lakini akiwa pamoja na wenzake katika wakati wa Ramadhan ya wasahali kwake yeye. Faida ya tatu, sur'atu ibra'i dhimmatihi. Sur'atu ibra'i dhimmatihi bimaana ile dhimma ya kufunga yamtoka kwenye shingo yake, ashamalizana na ibada ya somo, kuliko yule anayebakia bado adaiwa baada ya mwezi wa Ramadhani, ile dhimma imemshika kwenye shingo yake mpaka itekeleze. Kwa sur'atu ibra'i dhimmatihi. faida ya 4 asema yusadifu az-zaman al-fadil alladhi huwa shahr Ramadhan. Atakuwa amepata ule wakati wa fadhila, kwa sababu kufunga somo katika mwezi wa Ramadhani ni bora zaidi kuliko ile somo kuifunga nje ya mwezi wa Ramadhani. So mwezi wa Ramadhani una fadhila zaidi kuliko miezi mingine. Kwa hiyo atakuwa amepata ile fadhila ya mwezi wa Ramadhani. Na ndio maana wanaovioni wakasema kufunga kwake kwa huyu ambaye somo si nzito kwake yeye ni bora kuliko kula katika mchana wa Ramadhani katika safari ambayo haina uzito kwake yeye. Hii hali ya kwanza. الحالة الثانية أن يكون الفطر أرفق به. iwe kule kula kwake ni sahali zaidi kwake yeye, ni bora na usahali kwake yeye, na kuonea huruma mwili wake. فهنا نقول إن الفطر أفضل. Sheikh asema katika hali kama hii tutasema kula kwake ni bora, bimaana apata uzito, lakini uzito ule si sana, lakini wapata uzito fulani akifunga katika safari. Katika hali kama hii ni bora ale ule mchana wa Ramadhani. wa idha shaqqa alayhi ba'd ash-shay sara as-sawm fi haqqihi makruhan. Na ikiwa apata mashaka kiasi, basi itakuwa somo kwake yeye ni makruh, لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل. kwa sababu mtu kupata mashaka na uzito pamoja na kuwa Allah amempa ruhusa, hii yaonyesha kana kwamba yeye haitaki ruhusa ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo sio sawa. Kwa hiyo aikubali ile ruhusa, ale ni bora, lakini akifunga somo yake yasihi pamoja na ule uzito unaopata ambao si uzito wenye kuangamiza. الحالة الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة. iwe katika safari yake ile akifunga atapata mashaka sana ambayo hawezi kustahamili. فهنا يكون الصوم في حقه حراما. katika hali kama hii itakuwa ni haramu kwake yeye kufunga, kwa sababu ajiingiza katika maangamivu. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. akatukataza sisi tujiingize katika maangamivu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Imam Muslim kutoka sahaba Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, wa Mtume sallama ama al-Fath, ule mwaka ule wa Fathu Makkah, ule ulikuwa katika Fathu Makkah ilikuwa katika mwezi wa Ramadhan. Akafunga Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akafika sehemu inayojulikana kama Qura' al-Ghamim, fasama an-nas. watu walivyomuona Mtume sallallahu amefunga na wao pia wakafunga. thumma daa biqadahin min ma'in farafa'ahu hatta nadhara an-nas ilayhi thumma shariba. Mtume sallallahu alivyoona hali ya watu wengi kuwa wapata uzito kufunga, akachukua chombo cha maji
akiwa juu ya ngamia wake akanwa mbele ya watu wote wamuone kuwa yeye amefanya nini, amefungua, pamoja na kuwa alikuwa yeye waweza, lakini kwa maslahi ya wale wengine wanaomuiga yeye akanwa yale maji mbele yao ili wafungue wote. faqila lahu ba'da dhalika inna ba'd an-nas qad sam. Mtume sana akaambiwa hata baada wewe kuna maji, kuna wengine bado wamekakamaa, wamefunga hivyo hivyo, pamoja na kuwa wapata tabu, na ilikuwa ni safari ya jihad fi sabilillah. faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sana akasema ulaika al-usatu ulaika al-usah, hao wanaofanya hivyo wamefanya maasi, wanaofanya hivyo. na katika riwaya nyingine faqila lahu inna an-nasa qad shaqqa alayhim as-siyam wa inma yanzuruna fima fa'alta. alifatwa Mtume sallam akaambiwa watu wamepata dhiki na saum, lakini wakutizama wewe unavyofanya, bimaana ukibakia katika saumu yako wao watabakia na mashaka unayoyapata, ukila na wao watakula. fadaa biqadahin min ma'in ba'da al-'asr, Mtume sallam akaitisha chombo cha maji baada ya asri, kisha akanwa na wakafungua wale masahaba waliokuwa pale. wale waliokataa akasema ulaika al-usa. Niye nikumbusha tukio lilitokea la Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. aliwahi kusafiri, ikawa wakati umekaribia sana wa maghrib, kama bado labda saa 1:30 masaa mawili baada al-asri, akaitisha maji kunwa, na nsafiri kutoka mji mmoja kwenda mwingine. Sheikh Ibn Baz hakuwahi kusafiri nje ya mamlaka, akaitisha maji apewe. wakamwambia shekhe, imebakia muda mfupi, masaa mawili au saa 1:30 maghrib. wasema akaitisha, nasema nipeni maji, akapewa akanwa. na hii hakufanya isipokuwa ittiba'an lin-nabii sallallahu alayhi wasallam rahmatullahi ta'ala alayhi. kwa hiyo hili jambo tuona Mtume sallam alifanya baada al-asr. wallahi lau kama dini ingelikuwa watu watumia akili zao, jamaa sallala baada al-asr bwana, si bado kidogo tu, hii haifai. la maadamu wewe ni msafiri unaruhusa, sheria imekuruhusu kula mchana wa Ramadhani, na haswa ikiwa wapata tabu, haina haja ujitie dhiki. ama ikiwa ile safari yako haina shida yote, una khiari. hatukwambii kuwa ni haramu kufanya nini, kula. si haramu kwa wewe kula, kwa una khiari ikiwa ile somo haikutii uzito baina ya kula na kuacha. kwa hiyo hili ni sharti la ngapi? La 4. tumalizana nalo.